Wow, na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Mjambo. Majina anaitwa Steve Kaniaru, nakoka na mpenda Yesu kwa amekuwa mwema kwangu na kunilinda kufika mahala hapa nikiwa mzima, si kwa nguvu zangu ila ni kwa wema wake. Ningependa tuombe ndikosa tuanzie na tuombe. Mfalme mwema na mwaminifu, tunyenyekea mbele zako jioni ya leo tukikushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Wakati mwingine tunaenda kusikia neno lako, sema nasi, sema na mioyo yetu. Ukanitumia kama chombo chako cha kazi. Nitakapoleta neno lako niseme jinsi upendavyo, kwa maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Wow. Mtazamaji wangu, kama tunavyojua ama tunavyoelewa ya kwamba kwa nyakati hii ama wakati huu ambao tuko ni wakati ambao tunaelekea wakati wa Good Friday, ambao tunapata kwamba Yesu ama tunakumbuka kufa na kufufuka kwa mwana wa Mungu ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, ndiposa tukaweze kuwa safe. Na ndio maana ama title ya siku ya leo tutaangalia jinsi ambao tutaangalia jinsi Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, ama kiini cha Yesu kufa kwa ajili ya dhambi zetu. That is the theme of today is the love of God, ama upendo wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapata kwamba Mungu alikuja, ama kwa ile upendo ambao Mungu alikuwa nayo kwa ajili yetu ama kwa ajili ya dhambi zetu, ama alikuwa na upendo kwetu, akaona the way anaweza kutuokoa ni kufa ama ni through kumpeana mwana wake wa kipekee kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu apewe sifa. So tutapata katika kitabu cha Mark chapter 15 from verse 16 to 26, and the title ama the theme of today is the love of God, ama upendo wa Mungu, na tunaipata katika kitabu cha Mark chapter 15 from verse 16 to 26, and here it is. Ukisoma yote from Mark chapter 14, usome yote 15 yote inaongelelea kufa ama jinsi Yesu alivyoteseka kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini kwa sasa tutaangalia ama tutaanzia from verse 16 ambayo inasema, the soldier led him away within the court, which the Praetorium, and they are caught together the whole court. They clothed him with purple and weaved a crown of thorn. They put it on him. They began to salute him, Hail, King of Jews. They struck his head with a reed and spat on him, and bowing their knees, did homage to him. When they had mocked him, they took the purple coat off him and put his own garment on him. They led him out to crucify him. They compelled one passing by, coming from the county, Simon of Cyrene, and the father of Alexander the Rufus, to go with him that he might bear his cross. They brought him to the place called Golgotha, which is being interpreted the place of wine mixed with meat to drink, but he did not take it. They crucifying him, they passed their garment amongst them, casting lot on them, what each other take her. It was that hour when they crucified. The superscription of his occasion, the occasion was written over him, the King of Jews. Bwana Yesu apewe sifa. Tunapata kwamba haya maneno yote ama haya matendo yote yalifanyika kwa Yesu, kwa maana wakati umefika wake kushikwa ama kukua crucified. Lakini kiini cha Mungu ama the main purpose ambao Mungu alifanya ama alikuwa mwanawe wa kipekee ni kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana upendo, Mungu ako na upendo mwingi kwetu, ama kwa maana Mungu ako na dhati hiyo upendo.
unapataka kwamba tuseme example, uko na upendo sana na mtu, you sacrifice your time, you sacrifice your money, you sacrifice even everything that you have because of that man or that woman you love. So that the God to symbolize the love of him to us, he sacrificed his only begotten son. That mpaka John 3:16 akasema kwamba John akasema in chapter 16 from verse 16 akasema, I mean 3:16 akasema kwamba for God so loved the world, he gave his only begotten son. Why did he give him? Because he loved the world. Hallelujah. The moment that God loves you, he sacrificed his blessings, he sacrificed his time, he sacrificed everything. That's why unapata kwamba man unampenda Mungu, unapata kwamba you are not suffering a lot. Maana tuseme example, tuingia tu kwa Biblia kidogo. Yesu alisema kwamba alisema Daudi ati nimepata ako na moyo kama wangu. Kuna mahali ulisikia Daudi alipitia changamoto alipitia, lakini hakuna mahali tunapata aliteseka. Hakuna mahali tunapata kwamba sijui alifanya nini. Tunapata kwamba alikuwa anapitia changamoto, lakini Mungu anamuokoa. Ana sin before the Lord, but God forgives him. Hallelujah. So that is the symbol of love. Tunapata kwa Abraham, maana alikuwa anampenda Mungu, mpaka Mungu anampigania, Mungu anamfanyia nini? Because the love. Sasa tunapata kuona the love that Jesus has for us, or the love that God has for us. Let me repeat the point. The love that Jesus has for us, make him to die on the cross so as we can be free from sin. Yani ule upendo ambao Yesu ako nayo kwetu, ama pia Mungu ako nayo, na ndio maana kwamba unapata I don't know the specific verse ambayo inasema Yesu aliita mkutano akauliza, ni nani nitakaye mtuma huko chini akaokoe ulimwengu? Yesu kulikosekana, Yesu akasema ni hapa. Haleluya. So mpaka Yesu mwenyewe ako na upendo. That's why anajitolea kukuja huku chini, kukuja akaokoe ulimwengu. Sasa hata wakati alipokuwa hapa chini, ama alipokuwa hapa duniani, alikuwa anapitia changamoto, alikuwa na uwezo ya kuchanganya hao Wafilisti ambao, ama the Amalekites, ama hao wanajeshi ambao walikuwa wamemteka mateka. Alikuwa na uwezo wa kuwapiga na the spirit of brightness, ama kuwachanganya akili wasimjue, lakini wakati walimshika wakamsulubisha, alikuwa na uwezo mpaka ya kufanya hiyo msumari isipenye ndani mwake. Alikuwa na uwezo mpaka yani he has the power, but alinyenyekea. Hallelujah. Because of the love. Point number 2. It's symbol of love, God giving his only son, begotten son, for the sake of his people. Yani it's a symbol of love to sacrifice. Yani tunapata mpaka another somebody ambaye alisacrifice because of love ni Abraham. Unapata kwamba kijana amepata akiwa kwa nyakati zake za uzee, na alikuwa amefika mahali akauliza Mungu, sasa umenibariki na utajiri mwingi, nani atanigawa? Mungu akamwambia nitakupea. Hapo ndipo mpaka Mungu akamwambia, hebu toka nje, angalia juu, unaona nini? Akamwambia, hiyo nyota ambazo unaona huko nitakufanya, ama familia itakuwa mingi kama hizo nyota. Haleluya. Yani alikuwa amefika mahali ambako ana complain, umenibariki na utajiri, hata sina mtu wa kunigawa, lakini Mungu alipia. Wakati tu alimpea, alimwambia hebu chukua kijana wako uende ukasacrifice. Because he has the love of God, alichukua kijana akaenda kusacrifice, lakini hakusacrifice. Mungu mwenyewe alitoa mbuzi
ama kondoo. The same thing Yesu mwenyewe alitoa, kama Mungu alitoa mwanawe ndiposa akatuokoe kutoka kwa dhambi, maana tulikuwa watumwa wa dhambi, maana tulikuwa tumefungwa, maana tulikuwa mateka, lakini Mungu akatuokoa. Jesus faced a lot while he was on the process of saving his people. Yesu alipitia mambo mingi akiwa katika njia ama katika process ya kutuokoa. Well, he was, yani alikuwa anamaukiwa, alikuwa anadharauliwa, alikuwa sijui anafanya nini. Tunapata kwamba mpaka alikuwa na yule mtu ambao wako karibu sana na yeye anamgeuka. Unapata kwamba Judas ndiye alikuwa wa kwanza kwenda kumpeana kwa hao wa maadui. Tunapata kwamba mpaka Peter na ambao alikuwa karibu sana na yeye akisema huyu mtu hata simjui. How painful it is. Hallelujah. Because of the love of God. Akiwa on that process, ndiposa mimi na wewe tupate kuokolewa. Jesus knew that the only way to save his people from sin is to sacrifice his only son. Ati Yesu ama Mungu alijua njia moja tu ama njia tu ya kufanya ya kuokoa hawa watu ama ya kuokoa watu wangu ama ya kuokoa hawa ni kupeana tu mtoto wangu ama mwanangu. Walikuwa wanatumia mbinu na ambao walikuwa wanatumia mbeleni ni kuchukua kondoo wanapeleka kwa mchungaji. Mchungaji ana offer that a sacrifice, wanasamehewa dhambi. Lakini sasa hapa alisema mimi sitaki damu za kondoo, sitaki damu za ng'ombe, lakini nitapeana wangu ambaye atasimamia kila kitu. Haleluya. Hiyo point nyingine, because of love that God has to his people, because God has to his people, he never looked the pain his son will pass through. He looked the salvation of his people. Ati kwa ajili ya upendo ambao Mungu alikuwa anapenda watu wake, hakuangalia ati uchungu ambao mwanawe atapitia, lakini alikuwa anaangalia, anaona venye hao watu wataokolewa. Because of the love of God. Simon of Cyrene was not able to carry the cross, for he was not chosen, or he was not or it was not the sacrifice that God has given to him. Yani this man ambao tumesoma kwa maandiko kwamba alikuwa anaitwa Simon of Cyrene, wakati walikuwa wanapita tu wakamuona wakamchagua ati wamsaidie, alishindwa kubeba huo msalaba kwa maana hakuwa amechaguliwa yeye aubebe. Bwana Yesu apewe sifa. Maana Yesu alikuwa na, he was the chosen and he was given the grace to handle that challenge or to handle that pain. So pia wewe rafiki yangu ambao unanitazama, uko hapo unapitia changamoto, unapitia magumu. God has chosen you. Na kwa maana unapata kwamba wengine wetu tunaanguka ama tunafeli katika mitihani ya maisha kwa sababu unajilinganisha na mimi na unasahau kwamba mtihani wangu ni tofauti na mtihani wako. Unapata kwamba Yesu aliweza kubeba huo msalaba from huko mpaka huko Golgotha, lakini Simon of Cyrene hata hakuenda mbali kwa sababu hiyo msalaba ilikuwa mzito. Ndio maana unapata kwamba watu wengi we are suffering, we are going through a lot. Tumeanguka, tumefika mahali mpaka unafika mwisho kwa sababu unabeba mambo ambayo hayakuhusu. Lakini na ndio maana mpaka Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi zetu akuokoe wewe. The jinsi tu ya kupata hiyo wokovu ni just believe. Just believe in him. God gave his begotten son
once and for all, and whoever believes in him will never perish but have everlasting life. Ati Mungu alipeana mwanawe wa pekee ndiposa yeyote ambaye atakayemwamini asipotee bali awe na will not perish but have everlasting life, ila tu awe na uzima wa milele. Wewe ndugu yangu, dada yangu ambao unanitazama, umefika mwisho, unashindwa, unaniambia Mungu ananipenda, mbona napitia haya? Unasema Mungu ananipenda, mbona haya mambo yote, sijui familia yangu, sijui biashara yangu, sijui nini. The love of God, that God has given you the grace to stand. God has given you the power to stand courageous, to stand strong. God loves you. God empowered you. That's why unapata kwamba kuna mtihani ulikuwa na huwezi fanya mtihani ambao uko zaidi yako. Lazima ukue, kama unapitia mtihani mgumu, jua pia that is your level. Kama unapitia mambo yanakaa, that is your level. Just learn to believe, just learn to stand firm, stand courageous, love your Lord God, and all shall be well. May God bless you. May God do you good. Remember to subscribe, like, share, and comment. God bless you.